Hamjamboni tena wapendwa nyinyi wote mahali mlipo. Nimerudi tena tuweze kuzungumza kuhusu kampuni yetu ya For Life. Kila mara mimi nikija hapa huwa najitambulisha jina langu ni nani. Majina naitwa Caleb. Namba yangu ya simu ni 0721999298. Kwa Kiswahili 0721999298. Hiyo ni namba yangu. Ukiandika kwa WhatsApp utanipata. Tukiingia katika Telegram hapo pia nipo, na ukinipigia mimi tutaweza kuzungumza na wewe. Nitakusaidia kwa maswali yoyote ambayo uko nayo. Kuna watu ambao wanatupigia ama wanatuandikia wakituuliza kuhusu hii kampuni yetu ya For Life. Nimekuja hapa hii sasa, naona kwamba imekuwa mara ngapi nikizungumza kuhusu hii kampuni yetu ya For Life. Niwaambia hii For Life ina aina mbili ndani mwake, ama ina njia ambazo zinatumiwa kwa hii kampuni. Kwanza kuna wale ambao wana shida za kiafya. Shida za kiafya, niwaambia kwamba shida zote ambazo tuko nazo ukija katika kampuni yetu ya For Life, zote zinakwisha. Zote huwa unapata jibu katika kampuni yetu ya For Life. Na ukiwa katika For Life, hapo ni furaha tele, ni maisha bora, maisha safi. Ya pili niliwaambia ni kuhusu biashara. Biashara iko na njia nyingi ambazo ziko ndani. Hapa tumesema afya. Ya pili tunasema ni biashara. Sasa katika hii aina ya biashara tunataka kuizungumzia, ni biashara ambayo inainua uchumi wetu. Inatufanya tuwe watu ambao wanafikia katika ndoto zetu. Vile tulivyosema juzi, tuliwaambia kwamba kila mara watu huwa na ndoto fulani tofauti tofauti. Na wakati tunapokuwa na ndoto katika maishani mwetu, ni lazima tutamani kufikia katika zile ndoto zetu. Tuliwaambia kwamba nguvu za maisha yetu ziko katika mikononi mwetu. Ukiamua ama useme mimi ninataka kupata suluhisho katika maisha yangu. Maisha ambayo hayana afya nzuri, hiyo sio maisha. Huwezi ukaishi ama ukapata nafasi ya kuishi katika dunia hii. Kama huna pesa, pesa nazo ni shida. Kama huna pesa inakuwa ni ngumu sana, kwa sababu hutaweza kuwa na maisha bila pesa. Lakini sasa wacha tuzungumzie leo kuhusu kufanya biashara katika hii kampuni ya For Life. Hii For Life, hawa watu ambao walitengeneza hii kampuni ya For Life walisema wacha wapee kila mtu nafasi ya kuweza kuvuka mipaka ya umaskini. Mipaka ya umaskini ilikumba watu wengi sana. Wakati mtu anapofanya kazi akiwa mwenyewe binafsi, hutawahi kufikia katika malengo yako. Hutawahi kupata ushindi katika maishani mwako. Watu wengi wametambua na wakajua kwamba kupata ama kufikia katika malengo yao ni lazima wawe katika vikundi tofauti ambazo zina malengo tofauti. Sasa hii kampuni ya For Life wakasema wacha wapee watu nafasi ya kuweza kufanya ama kutengeneza pesa. Jinsi ya kutengeneza pesa
walisema tutafanyaje ili watu wasaidike. Unapopata pesa katika kampuni hii, unapata na afya nzuri. Zote mbili zinaambatana. Kuna biashara zingine utafanya na hautawahi kupata maisha mazuri. Labda unafanya katika viwandani, makemiko ndio hiyo, na shida zingine ambazo hautawahi kupona. Kuna watu ambao wanafanya kwa viwanda vya masigara. Hao hawezi kupata pesa ambayo itamtibu kiwango ya kusema awe na maisha mazuri. Mwishowe utawendeka TB na shida zingine, na mwisho unakufa. Lakini katika biashara hii yetu ya 4Life, tunasema ni mahali niliwaelezea kuna hizi product zetu za transfer factor. Transfer factor, unapoingia ndani, unanunua kwanza transfer factor. Chupa moja ama 2, ndio utapata point 100. LPs, tunaziita LPs 100. Ukishaingia hapa, ukinunua hizi product 2, unaweza kuzitumia. Tulisema kwamba zinaamsha kinga ama zinatengeneza kinga za mwili wa mwanadamu. Hizo kinga ndio zinakusaidia kupambana na kupiganisha zile shida ambazo uko nazo. Kuna watu ambao huwa wanapatwa na magonjwa sababu ya uchafu ama shida zingine ambazo ziko katika mwilini mwako, na zinaendelea kuongezeka ama kukomaa mpaka kiwango ile itafika maisha yako yanageuka hiyo ugonjwa. Na ugonjwa hauwezi kuja siku moja, kama vile tunaweza sema mtu amekunywa sumu na akakufa siku hiyo. Wengine shida zingine ama magonjwa nyingine ni magonjwa ambayo yanakuja pole pole. Inakushika leo, lakini utamaliza miaka 10 ukitembea nayo, miaka 5 ukitembea nayo, miaka 20 ukiwa nayo, miaka 30 ama 40 ukiwa wewe ni mtu ambaye tunamuita ni mgonjwa wa siku nyingi. Lakini ukiwa katika kampuni hii yetu ya 4Life, ukinunua hizi product chupa zetu 2, unatumia, na niliwaelezea kwamba hii transfer factor inakutengenezea kinga kiwango cha 470. Hizo ndio zinaanza kusaidia mwili wako kiwango ya kupata afya, na hutawahi tena kupata mashida yote. Sasa wacha tuzungumze leo kuhusu hii bidhaa ama kuhusu biashara yetu vile tunavyoendelea. Tuna step ya kwanza tunayoita customer. Hii ya kwanza ni mtu ambaye anakuja kwetu kwa kampuni kununua hizo product. Ukija kwanza, unaweza kuamua, mimi nitanunua bidhaa zenu za 4Life ama niseme zetu za 4Life. Unatumia tu peke yake, na ukimaliza kutumia unaweza saidika na uendelee na maisha yako vile unavyotaka. Hapo hakuna shida ingine ambayo utaulizwa ama utakuja kusema ati nini mimi kwa kampuni ya 4Life. Hiyo wewe tunakuita customer. Customer peke yake. Lakini kuna kiwango nyingine ambayo tunaita associated. Huyu associated ni mtu ambaye amejaza form na akasema mimi nataka kuanza hii biashara. Nataka kufanya biashara, nataka kujiinua katika uchumi wa pesa.
niweze kuwa napata na mimi pesa kama watu wengine. Ukija katika kampuni yetu ya For Life, hii associate, umepita sasa kuwa customer. Customer yeye ni mtu ananunua bidhaa ama ananunua product zetu, anaenda anatumia tu peke yake. Lakini sasa unapoitumia ukiwa customer peke yake, alafu usikie imekusaidia au usikie umesaidika, utakubali nama na wewe utatamani kuwa mmoja wao wenye wanafanya kampuni yetu ya For Life. Hapo associate ni kusema ni wewe bado peke yako. One, mtu mmoja peke yake, wewe mwenyewe binafsi. Ukishatoka hapo, sasa unaanza kuita watu. Unaanza kuita watu. Tutafanya hivi. Unahitajika kuita watu watatu. Hao watu watatu ukishawapata, kila mmoja ananunua point 100, point 100. Hapo unaitwa builder. Hapo umekuwa na point 300. Hapo unalipwa ndugu yangu. Jamani, niwaambia hapo unaanza kuingiza pesa. Kwa kila kitu ambacho wewe umetumia 100 points, baada ya kutumia hii 100 points, ukinunua zingine zaidi ya hapo, zote utalipwa 25%. 25% inaingia katika mfuko wako. Sasa hao utalipwa kila mtu kwa kazi yote aliyoifanya 25. Hapa utalipwa 25. Hapa utalipwa 25. Unaitwa build. Na hapo sasa umeanza kuwa kiongozi. Umekuwa kiongozi katika kampuni hii yetu ya For Life. Kuna hatua nyingine ambayo tunaita diamond. Diamond hapa, ukifikia hapa ni kusema hao watu watatu wewe unaongeza, si wale watu watatu peke yake. Sasa hapa utakuwa na watu 6. Watu 6. Kila mtu atakuwa na pointi 100. Pointi 100. Pointi 100. Hapo sasa umeanza kujenga timu mzuri sana. Siwaambii kwamba utapata pesa ngapi, inaweza kulinganishwa na vile wewe umefanya. Kila mwezi tunapoanza tarehe 1 hadi mwisho wa mwezi, kuna zile siku mwezi unamaliza mwezi na tarehe 29, zingine 30, zingine 31. Usiku saa 6 usiku, hizi zote wanakuambia kwamba hii ilikuwa ya mwezi huu wa 10. Na tunaanza sisi wote mwezi mwingine wa 11. Hapa unaweza fanya biashara, unaweza kutengeneza pesa kwa njia gani? Hii kundi lako ambao wewe unaitwa Diamond, kila mtu unapata 20% kwa wale direct, wale watu yako ambao wamekuja kwako. Kila mtu kazi anayoifanya unapata 25. 25 kwa kila mtu. Ile kazi ambayo wote wamefanya. Hapo tunasikia hapo tutatengeneza pesa mzuri. Unaweza kujikuta mfuko yako iko na dola karibu 500, dola 400, dola 200
kulingana na ile kazi wamefanya. Na si kusema eti umenunua product za kutumia peke yake. Hapo unaweza kununua product na uweze kuuza. Kampuni inakupea product zenye wanakupea wanakuachia pesa ndani, faida zako. Hawatakupea ati ni hiyo peke yake, wanakuambia unaweza kuuza. Unaweza kuwauzia watu wengine, unaweza kupea mtu mwenye kuna shida fulani na anasaidika, hapa atakupea pesa mzuri, na ukimleta tena unalipa kwa kila kazi yote ambayo amefanya. Hii kampuni tukishafanya hivi, hapo sasa umechukua hatua nzuri sana. Tuna ranka nyingine inaitwa hapa Diamond, ina nyingine inaitwa presidential. Presidential, na hao watu watakuwa already wameendelea. Hapa ni lazima uwe na point, kusema kuwe Diamond utakuwa uko na point 3,000 LPs. Hapa kuwe kwa hii kiwango LPs. Tunasema LPs ni point ambazo wewe umefanya ama umetengeneza katika kundi lako. Kundi lako, kila mtu akinunua product, hizo point zinahesabika kwako. Hivyo associate naye anaweza kutengeneza hivyo. Builder ambayo tumesema naye anaweza kutengeneza hivyo. Kila mtu anahesabiwa point zote ambazo zimetengenezwa na wale watu ambao wako katika hiyo group yake ama hiyo kikundi chake. Hapa wandugu wapendwa, tutaendelea. Kuna hatua nyingine inayoitwa presidential. Presidential, hiyo nayo ni ranka nyingine unayoweza kufanya katika kampuni. Tunaendelea, ya mwisho inaitwa Platinum Elite. Inaitwa Platinum Elite. Hii ndio ranka ya mwisho katika kampuni hii yetu ya For Life. Ukishakuwa hapo, ni wewe sasa huwa katika miongoni mwa wale wanaochukua hatua katika kampuni hii yetu ya For Life. Sasa acha niwaambie wandugu wapendwa, ni rahisi sana. Tunatembea barabarani, tunazungumza na watu kwa social media, kwa masimu. Huwa kila siku tunashinda tukichati na watu kwa internet zote, katika Gmail, mahali popote tulipo. Kuna wale ambao wako katika hospitali au ni madaktari. Madaktari wana bahati mzuri sana, kwa sababu akikupea hizi product atakuwa amejipea nafasi ama amejiwekea akiba, kwa sababu wewe kesho utarudi kwake na atakusaidia na utaweza kupata product ama maisha mazuri. Kuna wale watu ambao ni walimu, wana vikundi ambazo wanafanya katika hiyo shule. Hao nao wanaweza kuzungumza, wanaweza pata kiwango hiki, wanaweza fika katika Platinum Elite. Kuna wale ambao katika masokoni, hao pia unaweza kuzungumza na watu mpaka kiwango cha wewe kupata pesa. Wandugu wapendwa, katika kampuni hii ni rahisi sana. Tunasema ni rahisi. Tuliwaambia juzi kwamba mambo ambayo tulikuwa tunafikiria hatuwezi tukafikia, sasa tunaifikia kwa urahisi. Kwa urahisi sana.
ukiamua uchukue hatua, utafanya katika kampuni hii ya For Life. Utajiinua katika maishani mwako, utajiinua katika hadi ama mahali popote unapoishi. Watu wataanza kuwa wanashangaa, eti wewe ulikuwa, kuna watu wengi, kuna ushuhuda, nitawaletea watu wengi ambao watakuja kutuelezea kwamba hii product zetu za For Life, watu ambao wamesaidika, wamekuwa mamilioni na za pesa ambazo sahihi wanazo kwa sahihi, wanaishi maisha ambayo hawangewahi kufikia wakienda katika kazini zingine. Unajua siku hizi kuna watu ambao wanajua, wanaelewa kuajiriwa ina mpaka, lakini kujitumainia mwenyewe. Ukiamua kufanya kazi, unaamka kila siku, unasema mimi, unachukua notebook, unasema kila siku nitazungumza na watu ambao wana faida kwangu. Si ati ninakwambia usizungumze na watu ambao hawaleti faida yoyote. Unasema mimi nina watu ambao nina lengo lao. Leo kesho unaamka ukisema niko na watu ambao nitaenda kuzungumza nao, kama ni wawili ama ni watatu, unahakikisha kwamba umemshikilia mkono naye ameweza kuja katika hii biashara yako. Mimi ninayezungumza na nyinyi nilianza hapa karibuni, ilikuwa mwezi wa 10 mwaka jana. Nimekuwa katika kiwango hiki, Diamond Elite. Hapo ndipo nilipo. Kwa saa hii tunaweza kuzungumza mambo tofauti na vile ambavyo ilikuwa hapo nyumaye. Kwa sababu hapo nyuma kuna vitu ambavyo tulipitia na hatukuweza kujielewa na kujitambua. Ndio maana sasa nimesema wacha niamke nije nikazungumze na nyinyi, ingalau maneno mawili matatu kila siku. Chukua kila siku useme mimi nitazungumza na watu wangapi? Watatu. Watu 3 kila siku kizungumza nao, labda mtu mmoja ama wawili watasikiza. Kwa mwezi ni siku 30. Siku 30 fanya na watu wawili, itakuwa ni watu 60. Tuseme bado haujapata watu 60, labda tuseme ni mtu mmoja, watu 30. Fikiria, imagine itakuwa umefika kiwango gani? Utakuwa umefikia katika ranka gani? Utakuwa ni mtu ambayo utaanza kujulikana ukiwa katika kampuni hii. Hakuna mahali popote utatamani sana eti siwezi nikafika, ama nianze kufikiria ati itakuwaje, itafanyikaje. Yote ni rahisi, kama vile tulisema sahi product zetu, kampuni yetu ya For Life ni rahisi kuifanyia. Tunaifanyia kwa simu, tunafanyia kwa machine, tunaizungumzia kila mahali. Wewe hauna vizuizi vyovyote, hakuna kitu utabeba, hakuna mzigo. Mimi nikienda mahali town, naendaga tu nikiwa nimevaa kasuti yangu, nazungumza na watu, tunajadiliana, na waelezea kwamba kuna mahali wanaweza kusaidika. Kama ni mgonjwa, atapata bahati na niweze kuzungumza naye na ataweza kusaidika na atapona mara nyingine ya pili, na atakuwa ni ushuhuda kwa watu ambao wataweza kupona kupitia katika hii kampuni ya For Life. Niliwaambia hakuna shida ambayo inayozidi hizi nguvu za kampuni yetu ya For Life. For Life ni kiboko yao ya kila shida zote. Ni kiboko, tunasema ni kiboko ya kuchapa shida za magonjwa, shida za umaskini, shida za kusikia hautamani kuzungumza na watu. Unajua kuna watu ambao huwa maskini kwa sababu ya nini? Kwa sababu hataki kuzungumza na watu. Yeye akiona mtu anaona tu. Lakini katika kampuni hii, hata ukiwa ni nani, ukiwa ni platinum,
utasikia furaha ya kuzungumza na watu, sababu hauwezi mwenyewe kujipeleka katika kiwango ambacho unatamani. Tukiwa pamoja tutashinda na tutafikia katika malengo yetu. Kila mahali ulipo, jaribu kunipigia, jaribu kuzungumza na mimi, tuweze kufika katika malengo yetu. Asanteni, na tuwe pamoja sisi wote kama kundi moja. Karibu.